Nafurahi kufika Uvira sababu mnajua kama tunakuwa katika vita na Uvira mumeweza kuresiste mzuri. Lakini nilikuja kwa mambo ya kulima. Tulikuja sababu mnajua president alinunua vitu mingi iwepo mamule ambayo iko pale Bwegera sababu ya kusaidia watu kufanya kilimo hapa Uvira mzuri na kupata chakula. Sasa hiyo vitu vimeikala pale muda mrefu, bado havijaanza fanya kazi. Ndio maana nilisema nikuje niangalie namna gani vitaweza kutembea tena. Unajua kama katika hii region tulikuwa vile na Sikeri Kivu ambayo walikuwa wanaita zamani Sikeri ya nini? Ya Kiliba. Waziri wa kilimo Mheshimiwa Mwindo Nzangi Butondo apokelewa kwenye mpaka wa Kavimvira hiyo tariki 14 mwezi Novemba mwaka 2025, akipokelewa kutoka mji mkuu wa Kinshasa, akishindikizwa naye gavana wa jimbo la Kivu Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi na makamu wake Jean-Jacques Elakano kwenye mpaka wa Kavimvira, ambapo aliweza kupokelewa na wadau wa vyama vya kisiasa, viongozi wa serikali, viongozi wa kijeshi pamoja na wa kipolisi, ambapo alipokelewa kutoka huko mji mkuu wa Kinshasa. Moja kwa moja msafara ulijielekeza mpaka kwenye Espace Orange, ambapo alipata nafasi ya kuhutubia raia wa Uvira. Katika mazungumzo hayo, Mheshimiwa Gavana Jean-Jacques Purusi alipata nafasi ya kuzungumza malengo yao ya ziara yao kutoka Uvira hadi huko Kinshasa, wakati serikali ya Kinshasa ilipoitisha wagavana wa mkoa, makamu pamoja na wale maspika wa bunge, na kuomba kushuhudia kile ambacho alichokizungumza Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi. Merci beaucoup ba mère, merci na ba petit. Jambo tena. Na wafikia asante sana. Tunatoka Kinshasa, tuliendaka mu mission kule munayaka balitaka ba gouverneur yote, ba president, ba bureau ya assemblée na ba vice gouverneur kwenda kuangalia gisi ya kutengeneza mungini kubisi tuwe tunasikilizana na maendeleo itadepende na masikilizano tutakuwa na gisi tutatumika mkono kwa mkono. Lakini kufika kule tulipata bahati ya kusumulia mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na yeye akasema batoto wa territoire ya Uvira, batoto wa Sud Kivu sitabasahabu. Na nikubalia tena yenye tulisemaka hapa mkubwa wa nchi, na ndio message yake hii vita yenye M23 apuye pale Rwanda bako wanatupiga inaanza kuwa nyuma, mnaona binaanza punguka, ni bongo. Mkubwa wa nchi anasema bientôt tutarudia, tutaishi hapa tena normalement, tutakuwa naenda tena Bukavu, tunatumika fasi yote na Goma. Na ndio maana alisema na batumia na shi tulienda kule kubambia umuplene ya Uvira ndio grenier ya province ya Sud Kivu, ndio yenye nakulisha Sud Kivu na ma pays voisins, haiko vile. Ndio maana alisema tunatuma, tulilomba vraiment bangaliki banaweza saidia mulimo, bangaliki banaweza saidia kutengeneza tena masosiete yetu ilikuwa natumika humu, tukomalisha zianze tena tumika. Haiko kope ya bien ile, haiko kope ya bien. Voilà, ndio maana misi tabi annoncer minaacha tulifanya plaidoyer na tunasifurahi kuona kama ministre wetu, mtoto wetu wa huko naye Son Excellence Ministre d'Etat Mwindo Nzangi yuko nasi hapa, ndio alitutembelea, ni ministre national wetu wa agriculture, naye mimi nampatia parole na mutaturumia sana, hatutakawia hapa basi kifo tunaendelea kwenda kuangalia ile maizine yetu na watoto wetu yuko kule, haiko vile. Sawa. Na maparti yote asante sana, mimi naona UDPS, naona FDC, naona Biret, ANC, naona parti ya mkubwa hapa yeye Mwindo Nzangi. Huyu alikuwa ni Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi. Katika hotuba hiyo
Mheshimiwa Mwindo Nzangi Butondo, waziri wa kilimo, alipata nafasi ya kushukuru raia wa Uvira kwa kujitolea kuwa kidete kuweza kutetea ardhi na udongo wao. Hapa akitaja ni moja kati ya malengo ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo alikuja kutizama kiwanda cha sukari cha Sikredi de Kivu ambacho kinaonekana kuzorota na kiwanda cha kutengeneza unga ambacho kinachopatikana hapo Bwegera. Mwindo Nzangi: kwa majina mimi ni Mwindo Nzangi Butondo, na nimekuwa kwa muda mrefu waziri wa vyuo vikuu enseignement supérieur, nikakuwa vile waziri wa development rural. Sasa Rais Tshisekedi aliniambia nikuye nitengeneze mambo ya kulima. Mnalimaka huku? Walimaji wako wapi niwaone? Kuko batu yangu hapa. Nafurahi kufika hapa Uvira, sababu Uvira iko parmi mavile zenye zina resiste mu Kongo. Nafurahi kufika Uvira sababu mnajua kama tunakuwa katika vita na Uvira mumeweza kuresiste mzuri. Lakini nilikuja kwa mambo ya kulima. Tulikuja sababu mnajua president alinunua vitu mingi, iwepo mamule ambayo iko pale Bwegera, sababu ya kusaidia watu kufanya kilimo hapa Uvira mzuri na kupata chakula. Sasa hiyo vitu vimeikala pale muda mrefu, bado havijaanza fanya kazi. Ndio maana nilisema nikuje niangalie namna gani vitaweza kutembea tena. Unajua kama katika hii region tulikuwa vile na Sikredi Kivu ambayo walikuwa wanaita zamani Sikredi ya nini? Ya Kiliba. Nayo imeikala muda mrefu. Wakati zilipita ilipatiliwa watu wa Tanzania waweze kuitengeneza, lakini inaonekana nao wanafanya nini? Wanafanya na uzembe kidogo. Ndio maana tunakuja ili tuone namna gani hiyo kiwanda kubwa inaweza tena kurudia kazi yake, kusudi wale ambao walikuwa wanaishi na mambo ya sukari waweze kuendelea kupata chakula yao kupitia pale. Hivi sitasema mingi, nitawaambia tu aksanti kwa sababu munaendelea kukroa kwa Republique Democratique du Congo nchi yetu. Nitawaambia aksanti sababu munaendelea kuresiste kama waresista. Nitawaambia aksanti sababu munaendelea kufuatilia Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ni president wetu. Nitawaambia vile aksanti sababu mulikubali kupokea gouvernement provincial ya Sud Kivu kupitana na matata ambao walipata Bukavu, wakakuja hapa mkawapokea vizuri. Nitawaambia vile nitaprofite kupatia pole na aksanti kwa askari jeshi wetu ambao wako hapa, wanaendelea kufanya kazi ya mzuri na nyinyi mnaendelea kuwapatia confiance. Nitaprofite vile kuweza kuwashukuru wa polisi ambao tunakuwa nao hapa wanafanya kazi. Nitapongeza vile wabibi wa askari ambao wanakuwa hapa. Nitawafelisite wote, na ya mwisho siwezi kumaliza kama siwafelisite wazalendo. Uvira muko? Uvira muko? Tawaambia kitu moja tu. Ya kwanza, hii mambo ya kusema tuungane tutumike fasi moja. Huyu mtu mwenye anazungumza na nyie hapa ndio mwenye aliweza kukovengera wakubwa wa nchi kusema hao vijana mnawaita vijana ni wazalendo, wanaweza kutusaidia kufanya kazi. Lakini msikilize, mimi nawaambia kitu moja. Mimi wananiita mzalendo mkuu. Mzalendo ni mtu mwenye anaitika kuacha kazi yake na kwenda kupiga
nchi, haiko vile? Mzalendo haiko komersa wa silaha, mzalendo haiko mjambazi. Mwasikiliza? Mzalendo haiko group arme. Mzalendo ni mtu mwenye anasema hii saa mimi nakamata silaha nisaidie nchi yangu isifanye nini? Isianguke. Ndio maana kawaambia wazalendo wote wenye wako pale lazima muendelee kujikomporte na dignite yote, sababu ile jina ya mzalendo leo katika nchi mzima imekuwa symbole ya resistance. Tusionekane mambo ya kuiba, tusionekane mambo ya kupiga maasi ovyo ovyo, tusionekane mambo ya kulipisha matax, sababu mzalendo ni mtu mwenye iko dinye. Na leo nitaweza kuambia message ya kusema Republique Democratique du Congo yote iko fier na kazi yenye wazalendo wamefanya mpaka sahihi. Lakini tuendelee kukomunike na kukolabore na jeshi yetu ya Kongo, sababu katika nchi lazima jeshi ndio ikuwe na desi kwa mambo yote ambayo yanafanyika. Hivi nitawaambia asante sana kwa kunipokea. Nimeona chama kubwa UDPS pale wanakuja kunipokea, asante. Nimeona chama ingine kubwa AFDC wamekuja kunipokea, asante sana kwenu. Nimeona Bireke pale wamekuja kutupokea, asante sana. Nimeona INC, hapana siaona INC bwana. Ilikuwa kule, asante. Na chama kubwa AVRP ambayo leo imekuja kutupokea. Baada ya hotuba hiyo, moja kwa moja msafara ulitoka Uvira hadi Bwegera ili kujionea hali ya kiwanda hicho kinavyopatikana kwa muda huu. Gouverneur de province na mama mkuu wa hapa kwa hapa na kuwa na timu kuja kuona hii site ya PVA ya Bwegera. Gouvernement ilidepase franga mingi kuweka hizi ma infrastructure hapa. Tutakuwa na matraktere mingi hapa na 26 traktere hapa zilikuja kufanya kazi na kusaidia population yenye iko Uvira. Tunakuwa na materiali yote ya kutengeneza barabara ya Bwegera Kikongo. Tunakuwa na materiali hapa ya kuweka chakula ambayo wanaita masio. Tuma hapa kusika mikono ya kabambi na gouvernement ilidesida na kuongeza hapa izile kabambi mbili. Izile ya kwanza ni ya mingi, izile ya pili ni ya mihogo. Inatosha amido, inatosha bunga ya muhogo ya kukula, na inatosha vile vile bunga ya muhogo yenye inayotengeneza mkate. Ndio watu waelewe vizuri. Hizi mnaona hapa ishakuwa munde. Yote iko tayari lakini haifunctioni. Tumeona izine ya mihindi ingali chini mapakeji yote. Hazinaweza kuoza pale hadi. Ndio tumekuja kusema kuye kulaumusha hii tuone ni nini haifunctioni. Tumezungumza na wale wanaoongoza hapa na mimi nawaambia kama nitakamata maandalizi na nguvu sana kusudi hii sita iweze kusaidia population. Nawaambia watu wa Uvira kama katika projet ya gouvernement territoire ya Uvira iko miongoni ya territoire yenye ni mapastio agricole kwenye tutakonsantre sana effort zetu kusudi watu wapate chakula, Uvira ikumishe mtamu, Uvira iweze vile vile chakula kwa nafasi nyingine. Na ndio maana tunakuja kusaidia hapa kazi iweze kufanya. Na nadhani naweza kusema mimi ni kuambia kama waendelee kufanya progress na watu wanaolinda hapa wachunge hii mazima mzuri tusiwe tena kusudi kesho iweze kusaidia watu. Moja kwa moja walijielekeza hadi kwenye kiwanda cha Sikredi Kivu ili waweze kuona hali namna gani inavyoendelea, na moja kwa moja shughuli za viwanda hivyo moja kwa moja viliweza kuanzishwa. Usikose kujabone kwenye channel yetu la Voix d'Uvira TV. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya.